Serikali ya Tanzania imeeleza kuwa haijapata taarifa rasmi kufuatia taarifa iliyotolewa mitandaoni na serikali ya Marekani ikieleza kwamba imeweka vikwazo dhidi ya afisa mwandamizi wa jeshi la polisi Faustin Mafwele kwa madai ya kuhusika katika vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu nchini humo. Mafwele mwenye cheo cha kamishna msaidizi mwandamizi pia ni mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai kanda maalum ya Dar es Salaam na anatuhumiwa kuhusika kwenye makosa hayo katika kipindi cha mwaka jana. Hata hivyo, taarifa iliyotolewa jana na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imeeleza kwamba imemwekea vikwazo Mafwele kuingia nchini Marekani kwa kile wanachodai kuwa wana taarifa za kuaminika kuwa alihusika katika ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Katika taarifa hiyo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema kwamba mwezi wa Mei mwaka jana, jeshi la polisi liliwakamata, kuwatesa na kuwanyanyasa kingono raia wa Uganda Agatha Atuhaire na raia wa Kenya Boniface Mwangi. Wawili hao walifika jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kufuatilia kesi dhidi ya kiongozi wa upinzani Tundu Lissu iliyokuwa ikitajwa kwa mara ya kwanza wakati huo. Sasa ili kufahamu kwa undani nini kinachoendelea, mwandishi wa BBC Alfred Lastek amezungumza na waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Mahmoud Thabit Kombo, na kwanza amemuuliza kuhusu uwepo wa taarifa hiyo ya afisa wa polisi kuwekewa vikwazo na ni hatua zipi ambazo zimeshachukuliwa na serikali ya Tanzania. Sisi hatujapokea bado taarifa yoyote kimaandishi wala rasmi kutoka Marekani. Tumekuwa tukisikia tu kwenye mitandao ya kijamii, na kama ilivyokuwa utaratibu, huwezi kufanya kazi za serikali kwa mitandao ya kijamii daima. Lazima tupate taarifa rasmi ya kimaandishi, na taarifa rasmi ya kimaandishi haijawasilishwa bado kutoka serikali ya Marekani. Hata kama taarifa rasmi hamjapokea, taarifa iliyopo rasmi kwenye mtandao wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani inaeleza hivyo. Sasa hatua gani mnaweza kuchukua iwapo pia mtapata taarifa hiyo hapo baadaye? Tutakapopokea taarifa hiyo rasmi, kwa sababu utaratibu wa Wizara ya Mambo ya Nje ni kupokea taarifa kwa note verbal. Note verbal ndio utaratibu wa wizara zote za mambo ya nje zikiwasiliana na serikali nyingine kuwasilisha taarifa hiyo rasmi kwa njia ya note verbal. Kwa hiyo tutakapopokea taarifa hiyo, then of course tutachukua hatua stahiki na kutoa maelezo, lakini kwa kuwa hatujapokea bado hatuwezi kutoa maelezo yoyote. Inawezekana tu ni mitandao ya jamii baadaye kafutwa, ishawahi kutoka ya taarifa nyingi za mitandao ya jamii kwenye travel warning na vitu namna hiyo. Baadaye tunapofuatilia inakuwa hizo taarifa sio sahihi ama hazikuwasilishwa kwa maandishi. Waziri Kombo, sasa inapotokea kwamba raia mmoja wa Tanzania anadaiwa kukiuka haki za binadamu na anapokuwa kwenye taifa lake, lakini pia anazuiwa kwenda kwenye taifa lingine kutokana na vitendo hivyo anavyotuhumiwa, nyie kama serikali ya Tanzania huwa mnachukua hatua gani dhidi ya taarifa hizo ama kile ambacho mnaelezwa na mataifa hayo ambayo yanazuia raia wa Tanzania? Kuna utaratibu maalum wa kiserikali, na huo utaratibu huwa unafuatwa baada ya vikao stahiki kukaa. Kwa hiyo itakapotokezea yoyote kwa raia mmoja, wawili, watano, 10, 20, hata 100 au zaidi, basi vikao stahiki vitakaa na serikali itatoa tamko lake na hatua stahiki ambazo itachukua. Kwa hiyo tusubiri tu kwanza ili tupokee taarifa hiyo rasmi. Na tukiendelea mbele, watu 28 wamefariki na wengine 23 kujeruhiwa baada ya ndege isiyo na rubani kufanya mashambulizi katika soko lililokuwa na msongamano wa watu kusini mwa Sudan. Walioshuhudia tukio hilo wamesema ni moja ya shambulio baya katika siku za hivi karibuni katika vita hivi vinavyoendelea nchini humo ambavyo vimedumu kwa miaka 3. Taarifa zaidi na Faida Ngaga. Shambulio hilo lilipiga katika mji wa Gubaish magharibi mwa Kordofan, eneo ambalo linadhibitiwa na wapiganaji wa RSF, ambao mzozo wa jeshi la Sudan umeleta uharibifu mkubwa nchini humo tangu Aprili mwaka 2023. Watu walioshuhudia tukio hilo wamesema kuwa ndege hiyo isiyokuwa na rubani ilishambulia mgahawa uliokuwa umejaa wateja. Shambulio la kwanza lilifanywa katika gari la wapiganaji wa RSF na kuua watu 3, na mlipuko wa pili ulishambulia mgahawa. Majeruhi na miili ya waliokufa wamepelekwa katika hospitali ya mji huo. Taasisi ya masuala ya kisheria nchini Sudan imesema kuwa shambulio hilo lililenga soko muhimu linalotegemewa na maelfu ya raia kwa ajili ya kununua chakula na bidhaa nyingine muhimu.
Msemaji wa jeshi la Sudan amekana kuhusika na shambulio hilo kwa raia kwa kusema kuwa jeshi hilo linashambulia katika maeneo kama vile kwenye maghala ya silaha na magari ya kivita. Muungano wa wapiganaji wanaoungwa mkono na RSF umelaani shambulio hilo na kushutumu jeshi kulenga raia na miundombinu ya kiraia kinyume na sheria za kimataifa. Shambulio limefanyika wakati ambao ndege zisizo na rubani zimekuwa zikitumiwa kwa kiasi kikubwa katika mzozo huo. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, katika kipindi cha mwezi Januari na Aprili mwaka huu, raia waliouawa wapatao 880,000, ikiwa ni zaidi ya 80% ya vifo vilivyotokana na mapigano nchini humo waliuawa katika mashambulizi ya ndege zisizo na rubani. Katika miezi ya hivi karibuni, mapigano katika maeneo ya kusini mwa Kordofan na jimbo la kusini mashariki la Blue Nile yameongezeka baada ya wapiganaji wa RSF kuteka mji wa El Fasher mwezi Oktoba mwaka jana. Na tangu kipindi hicho zaidi ya watu 300,000 wameyakimbia maeneo hayo yanayokabiliwa na mapigano, ikiwemo El Fasher, baadhi ya maeneo ya Kordofan na Blue Nile. Vita nchini Sudan, ikiwa mwaka huu inaingia mwaka wake wa 4, imesababisha vifo vya makumi kwa maelfu ya watu na wengine zaidi ya milioni 11 wameyakimbia makazi yao, hali ambayo imesababisha kile Umoja wa Mataifa ilichokielezea kama janga baya zaidi la kibinadamu. Katika wakati ambao nchi hiyo ikihangaika na vita vya wenyewe kwa wenyewe, inakabiliwa pia na janga la njaa, huku karibu watu milioni 20 au watu wawili kati ya Wasudani 3 hawana uhakika wa kupata chakula. Wiki iliyopita Umoja wa Mataifa ulionya kuwa bila ya hatua za haraka kuchukuliwa kimataifa, uhaba wa chakula unaweza kugeuka kuwa janga kubwa. Tugeukie taarifa nyingine sasa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ameelezea Cuba kama tishio kwa usalama wa taifa la Marekani na kusema uwezekano wa kupatikana kwa suluhu la amani kati ya Marekani na Cuba ni mdogo mno. Rais siku zote ametamani kuwe na makubaliano ya mazungumzo ambayo ni ya amani. Hicho ndicho tunachotamani siku zote kati yetu na Cuba. Lakini ikiwa atabadilisha mawazo, tuko hapa. Lakini kwa sasa tutaendelea kufanya kile tunachohitaji kufanya. Marco Rubio anasema kuwa Cuba imekubali pendekezo la msaada wa kibinadamu wa dola milioni 100 kwa sababu vikwazo vya Marekani na vikwazo vya mafuta vimesababisha uchumi wa Cuba kuporomoka kabisa. Lakini ameongeza kuwa masharti ya msaada huo bado yanazungumziwa. Rubio pia anasema Marekani inataka kuepusha misaada hii kusambazwa na jeshi la Cuba na badala yake inapaswa kutolewa na kanisa Katoliki. Matamshi yake yanajiri siku moja tu baada ya Marekani kumfungulia mashtaka ya mauaji kiongozi mkongwe wa kikomunisti Raul Castro kuhusu shambulio la ndege 2 miaka 30 iliyopita. Rais Trump alisifu shtaka hilo, lakini akapuuza uwezekano wa kuchukuliwa hatua za kijeshi nchini Cuba. Mwandishi wa BBC wa Cuba Will Grant ametuma ripoti hii mapema leo kutoka Havana. Waziri wa mambo ya nje wa Cuba ametoa maoni yake kuhusu madai hayo. Amesema kuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani anadanganya tena wakati anapojaribu kuanzisha uchokozi wa kijeshi utakaochochea umwagikaji damu nchini Cuba na Marekani. Sasa bila shaka hilo linaonyesha kwamba kuna hisia inayoongezeka hapa Cuba miongoni mwa afisa wa serikali kwamba haya yanaendana kwenye mwelekeo wa mzozo unaoweza kutokea, na kwamba hilo ndilo lengo kuu la utawala wa Trump, kuhalalisha mzozo kisiwani humo, kuhalalisha kuondolewa kwa serikali ya Cuba kwa nguvu. Kwa upande wake, Marekani haifichi matamshi yake kusema kwamba kisiwa hiki lazima kibadilike, ya kwamba serikali lazima ibadili mwelekeo wake wa kisiasa na kuna uhitaji wa mabadiliko ya kiuchumi pia. Na hiyo wanasema ndio njia pekee ya kuondoa vikwazo vya mafuta nchini Cuba.